Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaweza tukajifunza juu ya thamani ya sadaka ya Mungu, aina ya sadaka ambayo Mungu anaitaka kutoka kwako. Sikiliza mtumishi wangu, aina ya sadaka ambayo Mungu anaitaka kutoka kwako. Kuna sadaka ambayo Mungu anaitaka kutoka kwako. Sadaka hiyo inahitajika hapa. Ilikuwa imebeba mambo yafuatayo. Kwanza ilikuwa ni sadaka ya wali yenye picha kamili ya kutengeneza madawa kwa mwanadamu kufa. Mwanadamu alitakiwa kufa, lakini mwanadamu alipotakiwa kufa, mwana-kondoo alitakiwa kufa, mwanadamu asife. Narudia watumishi wa Mungu, mwanadamu alitakiwa kufa. Mwanadamu alipotakiwa kufa, mwana-kondoo alitakiwa kusimama ili kuzuia kifo cha mtu. Haleluya, haleluya, haleluya. Huko mbele tunaona Biblia inasema hivi, alimwona mwana-kondoo amefungwa, kaenda akamchukua akamtoa kama sadaka mbadala wa nani? Unapoomba wao unasema Mungu wa Ibrahim amesema. Maana yako ni nini watumishi? Yule kondoo aliyeonekana baada ya Ibrahim kutaka kumuua Isaka kama sadaka ya kuteketeza ilikuwa ni picha Yesu. Ndio maana Yesu tunamwita Bwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili yetu. Sadaka ambayo Mungu anaitaka, tunaona hapa kuna aina fulani ya sadaka ambayo Mungu anaitaka kutoka kwako. Aina ya kwanza ni mwili wako. Isaka alikuwa ametoka katika umbu la Ibrahim, na sasa huyu Isaka ambaye alikuwa ametoka katika viuno vya Ibrahim kupitia tumbo la Sara mke wake, tunaona ilikuwa ni sadaka ya tofauti. Lakini pia tunaona akasema uende mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka ya kuteketeza huko katika mlima mmoja wapo utakao. Kuna mahali hapo Mungu anakwambia usiende. Ndio maana hapa akamwambia katika mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Mtu akisema kwa mfano mpe kitu fulani mtu mmoja wapo, manake katikati ya ile mtu kuna watu wengi. Mlima mmoja wapo manake ni eneo maalum katikati ya maeneo mengi. Ni mlima maalum katikati ya milima mingi. Tunaendelea. Swali hilo linasema hivi. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akamchanja. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketeza. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa. Mtumishi wa Mungu, miongoni mwa jambo ambalo unaweza kujifunza kwa jambo hili kwanza, Ibrahim alikuwa ni mtu ambaye ni mwepesi kumsikia Mungu na kumsikiliza Mungu. Siku moja nikawa nawaza kumsikia Mungu maana yake nini? Maana yake Mungu ni Alfa na Omega. Unapokuwa na uwezo wa kumsikia Mungu, uwe na uhakika wa kusikia. Watu wengi wa siku za leo hawana uwezo mkubwa wa kumsikia. Sisi hatujaja kusikiliza mawaidha, tumekuja kutengeneza uwezo mkubwa wa kumsikiliza Mungu. Narudia tena, kama wewe ni mvivu wa kumsikia Mungu, kama wewe ni mvivu wa kumsikia Mungu, uwe na uhakika kumpendeza Mungu kwako ni mtihani. Hakuna namna nyingine ya kutengeneza undugu. Hakuna namna nyingine ya kutengeneza mahusiano mazuri na mtu na kitu na chochote bila kusikiliza. Ndio maana hapo mwanzo nasema kwamba
Mungu alimjaribu akasema, Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Baraka Ibrahim akasema mimi hapa, ameshamsikia Mungu. Dakika chache tu. Ibrahim, mimi hapa. Hiyo ni jambo la ajabu sana. Sasa unapokuwa unajifunza namna hii, unapoona kumsikiliza kwako Mungu ni mtihani, acha kuishi kiolela. Tengeneza mazingira na uwezo mkubwa wa kunasa mawimbi ya Mungu. Haleluya, haleluya. Hii maiki ina uwezo mkubwa wa kunasa mawimbi. Ndio maana mnasikia kuna watu wengine antena zimeondolewa, hawamsikii Mungu. Wenyewe wanaishi maisha ya Ibrahimu. Bwana kwambie, alikuwa anaishi katikati ya watu kama tunavyoishi sisi, lakini alikuwa na uwezo mkubwa wa kusikiliza Mungu kuliko chochote, kuliko yoyote, kuliko namna yote. Narudia tena, mtumishi wa Mungu, kama uwezo wako wa kusikiliza ni mdogo, uwe na uhakika uwezo wako wa kuelewa ni mdogo. Hapa tunapofundishana Sunday school, kama uwezo wako wa kusikiliza ni mdogo, uwe na uhakika uwezo wako wa kuelewa ni mdogo. Ni hivi, shetani anadanganya. Kuna watu wengine wana uwezo mkubwa wa kusikia, sio kusikiliza. Ukitaka kujua, tumejifunza kule nyuma, akasema hivi, Lutu alikuwa kama mtu aliyekuwa anacheza mbele ya wakwezi. Maana nakuambia jamani, huu mji utateketea. Akawa kama mtu anayecheza mbele ya wakwezi. Maana walikuwa hawaelewi, walikuwa wanasikia, walikuwa wanasikia. Mzazi kwa mtoto wake anaweza kukwambia kila siku, nakwambia hauna masikio. Akikwambia hauna masikio, uwe na uhakika amejua unasikia. Msikilize. Sasa maana ya kusikiliza ni nini? Kusikiliza ni kufanya ulichosikia. Kwa hiyo ukisikia usipofanya ulichosikia, haujasikiliza, umesikia. Kwa hiyo Mungu sasa kila siku ana sauti anayetuma kwako, uisikilize. Ndio maana wokovu ni wa mtu binafsi. Ndio mfano mdogo. Mnaweza kuwa watoto 6 nyumbani, mkawa mnaambiwa jambo moja, mnaonywa jambo moja, mnasisitizwa jambo moja. Lakini mwingine kati yenu akaja akaambiwa, wewe una masikio. Ukipiga picha wote wana masikio na ukubwa unafahamu. Unaweza kuangalia kivipi huyu ana masikio? Mbona na mimi nina masikio? Kusikiliza. Watumishi wengi wa leo tumekuwa wavivu, ni wepesi sana kusikia vitu vibaya. Ndio maana advantage ambayo shetani anaitumia kwa dunia ya leo kubwa sana ni masikio yake. Mtu anayesikiliza anapiga. Ndio maana ukiwa msikilizaji, kama umepewa taarifa ambayo unajitosheleza, unauliza. Mtu anayesikia ambaye hasikilizi, akipewa taarifa anaichukua kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wa Mungu, hatuna mtu mwingine wa kumlaumu duniani. Hata kama Yesu atashuka sasa hivi, utakufa sasa hivi, hakuna mtu mwingine wa kumlaumu, hata kama ni kusababishia shida. Kwa sababu matunda makubwa ya maangamivu yetu yanatokana na kutokuwa maskini. Ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unasema siku ya 3 Ibrahim aliinuka jioni akapaona mahali pa. Ibrahim akamwambia vijakazi wake, kwa maana vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda na mimi na kijana